kwa kiwango kikubwa sana. Mheshimiwa Rais, pia mifano mingine ni kwamba katika serikali yako imeendelea kujenga mazingira bora ya uwekezaji wa ushirikiano, kiacha huo ukuaji wa balance sheet ya TIARA, lakini tumeendelea kuona jinsi ambavyo mazingira bora yamekuwa yakijengeka, ambayo pia yamewawezesha hata Watanzania kutambulika katika nafasi kubwa za utekelezaji na ambako wamefanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa Rais, tumeshuhudia mabadiliko katika kampuni nyingi ambako tuna hisa ndogo, lakini hii ni kwa sababu pia kumekuwa na msukumo kutoka serikalini kwamba tuwapime Watanzania uwezo wao. Tumeona wenzetu wa NMB Bank ikiongozwa na Watanzania, NBC Bank inaongozwa na Watanzania, Puma Energy inaongozwa na Watanzania, TIPA. Haya ni baadhi ya makampuni ambayo yamekuwa yakifanya vizuri sana na yako chini ya Watanzania na wamekuwa ni mabalozi wazuri sana. Pia kumekuwa na mafanikio, Mheshimiwa Rais, katika kuimarisha mifumo ya utawala bora kwenye taasisi zetu mbalimbali, ambapo katika kipindi hiki ofisi ya msajili wa hazina iliweza kufanya mafunzo ya uongozi kwa wajumbe, ambapo jumla ya viongozi 442 waliweza kufikiwa na programu mbalimbali za kujenga uwezo. Lakini pia tumekuwa na majukwaa ya kubadilishana uzoefu kama vile CEO Forum na pia mikutano ya minority interest company ambazo tunamiliki hisa chache. Kwa kipindi cha mwaka 2025 na 2026 zaidi ya viongozi 800 walishiriki kupata fursa za kujifunza na kubadilishana uzoefu katika majukwaa haya. Mheshimiwa Rais, serikali imeendelea pia kupanua ushiriki wake katika sekta ya madini kupitia umiliki wa hisa huru zisizohafifiwa, yani free carried non-dilutable shares katika miradi mikubwa ya uchimbaji. Hadi kufikia Juni 2026, idadi ya miradi ya madini ambayo serikali ina hisa kupitia msajili wa hazina imefikia 15 kwa sasa, ikilinganishwa na miradi 10 katika kipindi cha mwaka 2024-2025. Aidha, tuna miradi mingine 10 ambayo ipo katika hatua za mwisho za majadiliano na inatarajiwa kuingia katika makubaliano na serikali hivi karibuni. Na katika hili naomba nimshukuru sana Waziri wa Madini pamoja na timu yake ya management, lakini pia wadau mbalimbali serikalini ambao wamekuwa wakishiriki katika vikosi mbalimbali vya majadiliano. Na Mheshimiwa Rais, majadiliano haya siku zote hayajawa rahisi sana. Yamekuwa ni majadiliano magumu. Wakati mwingine watu wanafikiri kwamba kuna ucheleweshaji katika kufanyika maamuzi, lakini unapozungumza mradi wa miaka 40, mradi wa miaka 50, ni mradi unaopita several generations. Ni mradi utakaopita awamu kadhaa za uongozi. Kama hatukunegotiate vizuri katika dakika za mwisho, hatuwezi kupata chochote. Tutabaki watu wenye historia inayoandikwa katika magazeti na katika vyombo, lakini isiyo na impact katika maisha ya Watanzania wenyewe. Mheshimiwa Rais, baadhi ya mashirika pia yaliyokuwa yakikabiliwa na changamoto za kifedha, mitaji na utegemezi mkubwa wa ruzuku ya serikali yameanza kurejea katika hali ya kujiendesha katika tija. Mathalan, shirika kama la TTCL wameweza kuandika historia mpya kwa kupata faida kwa mara ya kwanza katika kipindi kirefu, ambapo kwa sasa hivi mwaka huu wa fedha wameweza kuzalisha kiasi cha shilingi bilioni 22.9 wakilinganisha na hasara ya mwaka jana. Kwa hiyo hawa mwaka jana walikuwa na hasara ya bilioni 18, na kwa faida waliopata mwaka huu kwa kuanzia wameweza kutoa gawio lao la shilingi bilioni 1.6, na hii inaanza kuleta maana halisi ya kufanya uwekezaji. Asanteni sana. Pia shirika la Posta ambalo mtu mwingine anaweza kalitizama akasema hii ni shirika lililokufa kwa sababu tunaikumbuka Posta katika barua, katika parcel tu. Ni shirika ambalo limekuwa katika reforms kubwa. Tunafikiri chini ya uongozi imara kuanzia ngazi ya wizara, board mpaka management, lina uwezo wa kuja kuwa shirika kubwa sana kwa siku za mbeleni. Shirika hili limeweza kufanya mageuzi makubwa, ambapo kwa muda mrefu sana lilikuwa katika hasara, na sasa kipindi hiki limeweza kutengeneza faida ya kiasi cha shilingi bilioni 2.8 kwa mwaka 2025. Na Mheshimiwa Rais, hawakuwa wachoyo sana, walijitahidi, wametoa sehemu ndogo ya dividend yao.
Tuna mashirika kama STAMICO, jinsi ambavyo haya tumekuwa tukiyazungumza. STAMICO ilionekana inabadilika, lakini ilikuwa inabadilika, watu hawakuwa na uhakika kama ni sustainable na kulikuwa na mijadala mingi, lakini niseme shirika hili consistent sasa hivi limeendelea kutoa faida nzuri na kipindi cha mwaka 2024-2025 wameweza kutengeneza faida ya kiasi cha shilingi bilioni 20.5 na tunategemea watakuwa wanatengeneza faida kubwa, especially katika kipindi hiki ambacho pia tunaona thamani ya dhahabu ikiwa imepanda bei na iko bei juu sana. Tuna mashirika mengine kama AICC ambayo yameendelea kuperform vizuri. Haya nataja tu ni kwa ufupi, lakini na wenzetu wa TANESCO wameendelea kuimarisha utendaji wao wa kifedha kwa kuongeza faida mwaka hadi mwaka, sambamba na kuboresha huduma za upatikanaji wa umeme na kuimarisha mchango wake katika maendeleo ya uchumi wa taifa letu. Aidha, katika kuimarisha ufanisi wa matumizi ya rasilimali za umma na kujenga taasisi zinazojitegemea zaidi kifedha, utegemezi wa ruzuku za serikali kwa taasisi zisizo za biashara umepungua kwa wastani wa 12.8 katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Na katika hili Mheshimiwa Rais, tutakuwa tunafanya review labda kwa wakuu wa taasisi na wenye viti wa bodi waliopo hapa. Tumekubaliana na wenzetu wa Wizara ya Fedha kwamba tutafanya further review ili kuangalia taasisi zingine ambazo tutazikatia utegemezi au kupunguza sana utegemezi wa serikali, especially kwenye pesa za mishahara na pesa za matumizi ya kawaida. Tunazungumzia juu ya PE na juu ya OC. Zoezi hili tunatarajia kwamba tutalifanya mapema mwezi huu wa 7 tukishirikiana na Wizara ya Fedha, kwa sababu tunafikiri pia hiki kipindi kwa uchumi ulivyo na mambo yanavyoelekea, lazima tuendelee katika hali ya kujifunga mikanda na kuhakikisha kwamba tunatengeneza uchumi na nchi ambayo tunaenda kujitegemea zaidi ndani kuliko kutegemea misaada ambayo inaweza isiwe na uhakika. Mheshimiwa Rais, katika taasisi ambazo zimejitahidi na zimekuwa zikionyesha mabadiliko makubwa, hususan zile ambazo sio za kibiashara, ni taasisi kama shirika la viwango Tanzania TBS, wenzetu wa wakala wa usalama wa afya na mahali pa kazi OSHA, mamlaka ya madawa na vifaa tiba Tanzania TMDA, mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali GCLA, bodi ya sukari Tanzania, bodi ya taifa ya wahasibu na wakaguzi wa hesabu NBA, pamoja na wakaguzi wa vipimo. Hatua hizi zimeendelea kupunguza, hizi taasisi zote zimepunguza sana utegemezi wake toka serikali, na hatua hii imepunguza sana mzigo wa serikali na kuelekeza rasilimali zake zaidi katika maeneo mengine ya maendeleo ya taifa. Kwa upande wa kampuni ambazo serikali ina hisa, mafanikio yamekuwa ni makubwa na yameendelea kushuhudiwa katika maeneo ya utendaji wa biashara, faida na uwekezaji wa mchango wa taifa. Kampuni mbalimbali zenye ushiriki wa serikali zimeendelea kuimarisha ushindani katika masoko, kuongeza thamani ya uwekezaji wa wanahisa na kutoa mchango mkubwa katika mapato ya serikali kupitia gawio na kodi. Miongoni mwa kampuni zinazoendelea kufanya vizuri ni pamoja na NMB, Tazama Pipeline, na wenzetu wa Zambia wamekuja hapa leo kushiriki na dividend yetu, TPC Limited, Puma Energy, Mbeya Cement Company na Airtel. Hii ni katika kampuni zile ambako tuna hisa chache, lakini kumekuwa na maendeleo mazuri. Mafanikio ya kampuni hizi yanaendelea kuthibitisha umuhimu wa serikali wa kushiriki katika uwekezaji wa kimkakati unaolenga kuongeza tija, kuchochea ukuaji wa kiuchumi, kuimarisha ushindani wa sekta binafsi na kuongeza manufaa ya wananchi. Mheshimiwa Rais, mafanikio haya ni ushahidi kwamba mageuzi ya taasisi za umma yanaendelea kuzaa matokeo chanya, na matokeo haya yanaonekana wazi. Mheshimiwa Rais, kama tulivyoeleza awali, tukio hili ni zaidi ya kupokea gawio, ni jukwaa ambalo tunatathmini pia matokeo ya uwekezaji wa serikali, kutafakari hatua zilizofikiwa na kusherehekea mafanikio, wakati wote kuimarisha uwajibikaji katika usimamizi wa mali za umma. Ingawa si taasisi na mashirika yote yana wajibu au uwezo wa kutoa gawio kutokana na asili ya majukumu yao, mchango wao katika maendeleo ya wananchi na taifa ni sehemu muhimu sana na ni ya thamani kubwa ambayo inapaswa ijulikane. Ninayo furaha kama utaratibu wa ofisi ya msajili wa hazina kwamba mchango wa taasisi
usiohusiana na gawio la moja kwa moja utatambuliwa katika jukwaa la wenyeviti wa bodi za wakuu wa taasisi CCO Forum itakayofanyika mwezi Agosti mjini Arusha, na hii imekuwa ikifanyika kila mwaka mwezi Agosti. Tumeona mafanikio makubwa sana katika baadhi ya taasisi ambazo hazileti magawio. Nitazitaja tu kwa mfano Benjamin Mkapa Hospital. Wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana. TANESCO tulikuwa tunaangalia, licha ya kwamba hawaleti gawio, lakini tunaona baadhi ya subsidy wanazozitoa kwa wananchi ambao wanasaidiwa kuingiza umeme, na ni gharama ambayo ingekuwa halisi zaidi ya takriban bilioni 150 kwa kila mwaka. Taasisi kama JKCIA, taasisi kama MOI na taasisi kadhaa za elimu ambazo zimeweza kuwa na manufaa na mchango mkubwa sana. Kwa Mheshimiwa Rais, kwenye tukio letu hili la leo tunakuwa tunajikita zaidi katika wale waliosukuma au walioleta mchango kwenye mfuko mkuu wa serikali. Lakini kwa wale ambao hawakuleta kwenye mfuko mkuu wa serikali, haimaanishi kwamba si muhimu, lakini tuna mahali petu ambapo tutayafanya, kuyazungumza, kupeana zawadi na kupongezana, ambayo itakuwa ni Arusha. Mheshimiwa Rais, tunafarijika pia kuona kuwa serikali yako imeendelea kuwa na imani kubwa katika taasisi za umma kama nyenzo muhimu ya kuchochea maendeleo ya taifa. Na Mheshimiwa Rais, katika kuyafanya yote haya yaweze kufanyika, ofisi ya msajili wa hazina pamoja na kusimamia reform za nje, nayo pia inaendelea na reform zake za ndani, na naomba nishukuru sana kwa msaada wa kifedha, msaada wa huduma za watu, lakini msaada ambao tunaupata kutoka taasisi kuu kama CAG, kama ofisi ya AG, lakini wizara mbalimbali. Hayo yote yametuwezesha kwenda kufanya kazi vizuri zaidi. Mheshimiwa Rais, nguvu na sapoti ya mawaziri na wizara zao imekuwa ni kubwa sana katika kipindi hiki. Tulipokuwa tunaanza mageuzi haikuwa kidogo, ilikuwa inatia shaka, lakini katika kipindi hiki Mheshimiwa Rais, ushirikiano wetu na uchapakazi umekuwa ni wa hali ya juu sana, na naomba niwashukuru sana mawaziri for the support wanayotupa. Mheshimiwa Rais, kwa ajili ya kuokoa muda tutaomba nizungumzie hapa juu ya tukio muhimu la ambalo tutaomba tukushirikishe, la zawadi, tuzo pamoja na utoaji wa dummy check ambao utaenda kufanyika. Mheshimiwa Rais, kuna taasisi ambazo tutaomba utusaidie, na hawa ni taasisi tulisema ambazo zinakuwa zimetoa zaidi ya kiwango cha shilingi milioni 10, wao ndio watakuwa na opportunity ya kutoa dummy check. Na jambo moja zuri ambalo Mheshimiwa Rais limekuwa observed kwamba tumekuwa na taasisi nyingi zilizoongezeka ambazo zinaenda kutoa dummy check kwa kipindi hiki, na kwa maana ya kwamba kumekuwa na ufanisi ulio mkubwa sana. Nianze Mheshimiwa Rais kwa taasisi ambazo ni kundi la kwanza la taasisi ambazo ni mashirika ya kibiashara. Katika mashirika haya kwa kipindi cha mwaka jana tulikuwa na taasisi 6 tu ambazo zilikuwa zimeweza kufikisha walau mchango wa zaidi ya bilioni 10. Lakini kwa mwaka huu na kwa changamoto iliyokuwa imetoa mwaka jana, taasisi zimeongezeka mpaka kufikia 10. Taasisi 6 za mwaka jana zilikuwa zimetoa kiwango cha shilingi bilioni 267, na taasisi 10 ambazo utapokea hundi yao mwaka huu wamefikisha jumla ya kiwango cha shilingi 481 bilioni. Mheshimiwa Rais, katika taasisi hizi kuna shirika la nyumba la taifa, wao wametoa mwaka huu kiasi cha shilingi bilioni 10, na mwaka jana hawakuwa kwenye listi, manake hawakukidhi viwango. Lakini kuna kampuni ya UTT AMIS, mwaka huu wametoa kiwango cha shilingi bilioni 11. Ni kampuni yetu ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana na balance sheet yake ni kubwa, na hawa mwaka jana hawakukidhi viwango, manake mwaka huu wameingia. Pia tuna kampuni ya TIPA ambayo tunamiliki 50% kule. Mwaka huu wameweza kuchangia gawio la shilingi bilioni 15, na mwaka jana hawakukidhi viwango. Tuna kampuni ya NBC
ambao mwaka huu wamechangia kiwango cha shilingi bilioni 15, ikiwa ni hili ni ongezeko kutoka shilingi bilioni 10 waliokuwa wametoa mwaka jana. Tuna kampuni ya Puma, ni kampuni ya nishati ya Puma. Mwaka jana walitoa kiwango cha shilingi bilioni 13.5, mwaka huu wameongeza, wametoa kiasi cha shilingi bilioni 15. Tuna shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC. Hawa mwaka jana ilikuwa ni mara ya kwanza kwa kipindi kirefu walitoa kiasi cha shilingi bilioni 11.7, mwaka huu wameweza kutoa shilingi bilioni 15.1. Na Mheshimiwa Rais, hawa ni matajiri wetu wa siku za mbele tukishamaliza LNG. Tuna kampuni ya sukari ya TPC. Mwaka jana hawakukidhi viwango, mwaka huu wameweza kuchangia kiasi cha shilingi bilioni 16.2. Tuna kampuni ya Airtel. Mwaka jana walichangia bilioni 70, mwaka huu wako na bilioni 65.4. Tuna benki ya NMB. Mwaka jana walichangia bilioni 68.1, mwaka huu watachangia bilioni 96.9. Na tuna kampuni ya Twiga ya madini ambako tunamiliki 16% tu. Mwaka jana walichangia shilingi bilioni 93.6, mwaka huu watachangia dividend ya shilingi bilioni 221.9. Kwa Mheshimiwa Rais, tunaposema lengo lilotuwekea tunafikiri tutalikamilisha, litakamilika, kwa sababu kama tukimaliza hata ya mazungumzo ya madini, akina Geita Gold Mine ambao tayari wako kwenye process, akina Nyanzaga ambao wanataka waanze uzalishaji next year, na wote tukanegotiate vizuri, hizi bilioni kadhaa, huu uchumi utaonekana na rasilimali za nchi hii zitakuwa na manufaa, na Watanzania wanapaswa wajue kwamba tumepata dividend kutoka kwenye dhahabu kwa kampuni moja tu bilioni 221.9 bila kuhesabu kodi zingine na manufaa mengine. Mheshimiwa Rais, kundi la pili itakuwa ni taasisi zinazotoa michango kwenda mfuko mkuu wa serikali. Na nilifanya makosa Mheshimiwa Rais, lakini kwa sababu ya muda nilikuwa natamani wangekuwa wanasimama, sikuwasimamisha wale wa mwanzo, basi niendelee tu. Naomba LATRA, mwenyekiti, simama tu pale ulipo mwenyekiti na CEO. Wao mwaka jana hawakukidhi viwango, lakini mwaka huu wamejikusanya, wameweza kuchangia kiasi cha shilingi bilioni 10.1. Asanteni sana. Mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji EWURA, mwaka jana hawakukidhi viwango, mwaka huu wameweza kuchangia bilioni 10.6. Mwenyekiti simama pale na CEO. Pia shirika la reli Tanzania TRC, hawa walikuwa ni consumption entity, mwaka jana hawakukidhi viwango, mwaka huu wamechangia bilioni 11 kamili. Nao pia tunawatizama ni shirika ambalo kwa kweli with mikakati, na tukiwasaidia na wakikamilisha mambo yao, kuna uchumi mkubwa sana ambao unakuja kutoka TRC. Kuna wakala wa usajili wa biashara na leseni, mwaka jana walichangia bilioni, naomba msimame pale mlipo, walichangia bilioni 20.4, mwaka huu wamechangia bilioni 11.4. Na shirika la viwango Tanzania TBS, mwaka jana hawakukidhi viwango, mwaka huu wamechangia bilioni 14.7. Na niseme walikuwa katika utegemezi wa serikali, kuanzia mwaka huu hawatagharamiwa chochote na serikali. Tuna wakala wa usalama na afya mahali pa kazi OSHA. Hawa mwaka jana walichangia bilioni 10.4, mwaka huu wamechangia bilioni 15, pale mlipo msimame. Lakini pia tuna shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC. Hawa mwaka jana walichangia bilioni 16.3 na mwaka huu wamechangia bilioni 20.4. Na pia tuna wakala wa misitu Tanzania ambao mwaka jana walichangia bilioni 26.1 na mwaka huu wamechangia bilioni 27.9.
Pia tuna mamlaka ya mawasiliano TCRA ambao mwaka jana walichangia bilioni 19.2 na mwaka huu wameweza kuchangia bilioni 42.8. Dadangu Angela, hongera sana. Tuna mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA. Huku huyu bwana anakimbia kama yuko kwenye combat. Mwaka jana alichangia bilioni 32.2, mwaka huu wameweza kuchangia bilioni 61. Kwa ni zaidi ya mara mbili. Now it's an entity to watch kwa mabadiliko ya sheria yaliyofanyika, na tunafikiri watakuwa na impact kubwa sana msimu ujao. Na namba moja, tuna mamlaka ya bandari Tanzania ambao mwaka jana walichangia bilioni 181 wakiongoza, na mwaka huu wameweza kuchangia bilioni 205.5 bilioni. Hii ni pamoja na kwamba wanatumia pesa yao nyingi wanayoipata kwenda kufanya uwekezaji na utanuzi wa miundombinu yetu. Mheshimiwa Rais, katika haya makundi niliyokutajia yote, kila kundi ukiangalia mchango wao wa mwaka jana na mchango wa mwaka huu umeenda ukiongezeka. Iwe ni kwenye mashirika ya biashara ambao bahati mbaya sikuwasimamisha, lakini pia kwa haya yasiyo ya kibiashara, ukiacha kampuni ya Airtel ambayo bado inatupa mchango mkubwa lakini haikuwa imeongezeka katika uchangiaji wake, lakini mashirika yote yameenda yakiongeza na yakikua, na hii jumla imetupa 1.327 trillion pamoja na wote tuliokaa ambao hatukusimamishwa wala hatukutajwa, na naomba tuweze kujipigia makofi. Asante. Mheshimiwa Rais, hawa ndio watakao leta submission ya tuzo kwako. Jinsi wanavyoongezeka inakuwa ni neema, lakini baadaye najua siku moja tutapandisha mstari, baadaye bilioni 10 itakuwa bilioni 20 au 15. Na Mungu awabariki sana katika kazi yenu mnaofanya, kazi ya heri. Mheshimiwa Rais, naomba nimalizie hotuba yangu, maelezo yangu kwa kutaja hizo tuzo, na muda nitakapopata nitatoa maelezo kidogo juu ya tuzo ili kuona ni watu gani ambao wanapata tuzo katika tukio letu hili ambalo limefocus kwenye gawio, limefocus kwenye financial aspect na halija focus kwenye utendaji wa kila kona ya taasisi zetu. Na kama tulivyosema, hayo mengine yana kikao chake maalum Arusha, ambako Mheshimiwa Rais kama itakujalia tutashukuru sana ukiwa nasi kama ambavyo umekuwa nasi miaka yote. Najua tulikukosa tu mwaka jana, lakini kwa mwaka huu Mheshimiwa Rais tutakuwa tunajaribu kutafakari kwa kina namna gani taasisi zetu kwa ujumla wake tutaweza kuchangia katika dira 2050, tukijikita katika miaka hii mitano ambao tunaenda kuanza utekelezaji na ambao unaanza mwezi Julai tarehe 1. Kwa Mheshimiwa Rais, asante sana, nashukuru sana kwa nafasi hii. Asante. Tuongeze tena makofi kwa msajili wa hazina. Mheshimiwa Rais, ninayo heshima kubwa kumkaribisha Profesa Kitila Mkumbo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Lakini pamoja nasi naomba uridhie Mheshimiwa Rais utambue uwepo wa Katibu wa Bunge Bwana Baraka Leonard, lakini pia tunaye Naibu Mwanasheria Mkuu wa Serikali Bwana Samuel Maneno. Mheshimiwa Profesa, kwa heshima na taadhima, karibu sana. Makofi mengi kwa Profesa. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omari, Waziri wa Fedha, na waheshimiwa mawaziri wenzangu mliopo hapa, Balozi Dr. Moses Mpogolo Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi,
Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, tambue pia uwepo wa Mheshimiwa Masanja Kungu Kadogosa, mbunge na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma, ambaye Mheshimiwa Rais ndiye anahusika na usimamizi wa ofisi ya msajili wa hazina. Ndugu, na kwa leo Mheshimiwa Rais uniruhusu kwa kazi kubwa iliyofanyika na inaendelea kufanyika leo kwa hafla hii nimwite Mheshimiwa Nehemia Mchechu, msajili wa hazina. Na Mheshimiwa Rais pia uniruhusu waheshimiwa sana wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, viongozi wote kama ambavyo mmetambuliwa awali, wageni waliko, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa Rais, ninapotoa maelezo mafupi ya kukukaribisha, niruhusu niungane na msajili wa hazina ndugu Nehemia Mchechu kwanza kukukaribisha katika hafla hii kubwa na muhimu sana. Na Mheshimiwa Rais, pengine tukio pekee katika matukio yako mengi ambayo Mheshimiwa Rais tunakuomba kupokea na sio kutoa fedha. Ili peke yake. Matukio mengi tukikutana tunaishia na kuweka changamoto na kukuomba fedha. Hili ndio tukio pekee tunakuomba Mheshimiwa Rais upokee fedha. Naomba tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwanza kukubali kushiriki mwenyewe na kuwa mgeni rasmi katika tukio hili, lakini pili kukubali hafla hii ifanyike hapa Ikulu. Uwepo wako hapa katika hafla hii na kukubali kwako ifanyike hapa ni uthibitisho wa dhamira yako thabiti ya kuimarisha uwajibikaji, usimamizi madhubuti wa mali za umma na kuhakikisha kwamba kila taasisi ya umma inatoa mchango wenye tija katika maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Rais, tukio leo kama alivyosema msajili wa hazina ni zaidi ya sherehe ya kupokea hundi kama ambavyo utafanya hivi punde. Tukio hili ni fursa ya kuonyesha kuwa taasisi na mashirika ya umma ni mali ya Watanzania na kwamba yanatoa mchango muhimu katika ujenzi wa uchumi wa taifa na utoaji wa huduma kwa wananchi. Ni fursa ya kuonyesha kuwa taasisi na mashirika ya umma kwa kweli ndiyo sura ya serikali katika kuonyesha utawala bora, uwajibikaji na utoaji wa huduma kwa wananchi. Mashirika haya yakiumba kwenye utoaji wa huduma, serikali inayumba. Yakiimarika, ndiyo sura imara ya serikali. Mheshimiwa Rais, nikushukuru kwa jinsi ambavyo umesimamia mageuzi ya msingi ya kiuchumi kupitia falsafa yako ya kuifungua nchi na 4R. Tangu ulipoingia madarakani ulisisitiza na unaendelea kusisitiza taasisi na mashirika ya umma yaendeshwe kwa weledi na kwa kuzingatia misingi ya utawala bora na uwajibikaji. Ni katika msingi hii umeendelea kuhakikisha kwamba mafanikio ya viongozi wa taasisi na mashirika ya umma hayapimwi kwa wingi wa shughuli wanazofanya, bali kwa matokeo yanayopimika na mchango wao bayana katika ujenzi wa taifa letu, kama ambavyo tumeona mchango wao kwenye mfuko mkuu wa serikali. Na Mheshimiwa Rais, leo tupo hapa sio kupokea taarifa ndefu za kazi zilizofanywa na taasisi na mashirika ya umma, hiyo wanafanya kwenye bodi zao huko. Hapa sisi tupo kupokea matokeo halisi ya kazi zao kupitia gawio ambalo msajili wa hazina amelieleza vizuri. Mheshimiwa Rais, uniruhusu pia katika muktadha wa ushirika mpya kati ya sekta ya binafsi na sekta ya umma katika utekelezaji wa dira, ninaomba uniruhusu nitumie nafasi hii pia kutambua kwa sera zako za mageuzi ya kiuchumi kupitia falsafa ya kuifungua nchi na 4R. Matokeo yake hatuyaoni tu kwenye mashirika ya umma haya, tunayaona pia katika sekta binafsi. Kampuni zetu zimeanza kutambulika kimataifa na kuthibitisha uwezo wao wa kushindana kimataifa kama ambavyo tumesema katika mipango yetu. Na Mheshimiwa Rais, tarehe 12 Mei mwaka huu, jarida maarufu sana la African Business lilichapisha taarifa yake ya kila mwaka kuhusu ukuaji wa kampuni za kibiashara katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati.
na kuchagua kampuni 20 kubwa zaidi kwa kuzingatia thamani ya kampuni na utendaji bora. Kampuni zilizochaguliwa ni zile zenye thamani ya kuanzia dola bilioni 1 na kuendelea. Mheshimiwa Rais, kati ya kampuni kubwa 20 za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, Tanzania unayoongoza imeingiza kampuni 6. Kampuni hizi ni CRDB imeshika namba 3, NMB Bank imeshika namba 4, Tanzania Breweries namba 14, Vodacom Tanzania namba 17, Tanzania Port and Cement namba 19 na Tanzania Cigarette Company namba 20. Tunaamini kwa mageuzi ambayo yanaendelea, ipo siku sio nyingi zijazo tutaona taasisi na mashirika yetu ya umma yakiingia miongoni mwa makampuni makubwa katika ukanda huu. Hilo linawezekana kwa kasi ambayo tunakwenda nayo. Lakini Mheshimiwa Rais, kubwa sana kuliko yote ni ukweli kwamba kwa mara ya kwanza tangu nchi hii uumbwe, kampuni 2 za Tanzania zimeshika nafasi ya 3 na ya 4 kwa ukubwa. Naomba nirudie hiyo. Kwa mara ya kwanza kampuni 2 za Tanzania zimeshika nafasi ya 3 na ya 4 kwa ukubwa. Kampuni hizi ni zipi? Kwanza, CRDB imeshika namba 3, NMB Bank imeshika namba 4. Na Mheshimiwa Rais katika hitimisho lake, mhariri wa jarida hili alisema maneno yafuatayo, na kwa uzito wake naomba niyasome kama yalivyo bila kuyatafsiri. The rise of CRDB and NMB banks is one of the most striking developments in this year's survey, with CRDB taking 3rd position with a rise from $762 million to $2.7 billion, and NMB Bank 4th, jumping from $1.1 billion to $7 billion over the past 12 months. Sentensi inayofuata ni muhimu zaidi. For the first time ever, this places Tanzania's biggest banks ahead of their Kenyan counterparts, including Equity Bank and KCB Bank. Kwamba kwa mara ya kwanza kwa Kiswahili cha kawaida haijawahi kutokea kwamba benki za NMB na CRDB zimekuwa top katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Mheshimiwa Rais, wakati nimeteuliwa kuwa waziri wa investment mwaka 2020, nilipokutana na our TBA, Tanzania Bankers Association, benki zetu zilikuwa hazipo, kuzitafuta lazima utafute kwenye 50 kule chini ndo unakuja. Leo we are talking about these 2 great banks among the top companies in East and Central African region. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, nataka kusema hapa ni kwamba ukiona vyang'aa vimeundwa, na tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sera zako makini za kiuchumi na uongozi wako thabiti ambao matunda yake ndiyo haya ya kuweka nchi yetu katika ramani ya kikanda na kimataifa kiuchumi. Nadhani ni jambo la msingi. Hili halitokei kwa sababu ya historia au kwa sababu ya geography. Anatokea kwa sababu ya sera sahihi za kiuchumi ambazo Mheshimiwa Rais anaziongoza. Mheshimiwa Rais, anapomalizia, kama nilivyosema awali, na kwa kuzingatia kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya Gawio ambayo ni uwekezaji wa umma wenye matokeo, nguzo ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira 2050, hafla ya leo ina umuhimu unaovuka tukio la kupokea gawio na michango kutoka taasisi za umma. Inafanyika katika mkesha wa kuanza utekelezaji wa dira 2050 ambao Mheshimiwa Rais unaanza rasmi kesho. Tunaposimama katika ukingo wa kuanza safari mpya ya utekelezaji wa dira 2050, hafla ya leo inatupa sababu ya kujivunia tulikotoka na kutupa matumaini makubwa kuhusu tunakokwenda, kwamba Mheshimiwa Rais tunaanza utekelezaji wa dira tukiwa na msingi imara wa utekelezaji huo kwa mafanikio ambayo tunayaona. Mafanikio yanayoshuhudiwa leo ni kielelezo kwamba kwa uongozi wako mahiri na wenye maono, pamoja na dhamira mpya ya taasisi zetu za umma ya kuongeza tija, kuimarisha uwajibikaji na kuzingatia matokeo, Tanzania inaingia katika awamu mpya ya maendeleo.
Tuna imani kwamba sura hii mpya ya maendeleo ya taifa letu itajengwa juu ya uchumi wenye tija zaidi, ushindani mkubwa zaidi na ustawi shirikishi utakaogusa maisha ya kila Mtanzania. Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana waheshimiwa mawaziri ambao kwa usimamizi wao imara wa sera zinazosimamia mashirika yao yaliyopo katika wizara zao. Mheshimiwa Rais, yote yanafanyika hapa, kila taasisi iliyopo hapa ipo chini ya waziri fulani, na haya tunayaona. Tunawashukuru sana waheshimiwa mawaziri kwa kuweza kuelewa na kutafsiri kwa matendo ndoto na sera za Mheshimiwa Rais za kuimarisha mashirika haya ili atoe mchango thabiti kwa uchumi wetu. Tunamshukuru sana ndugu Nehemia Mchechu ambaye kwa leo ni Mheshimiwa Nehemia, kwa kweli kwa kazi kubwa unayofanya usimamizi wa mashirika haya. Na mimi nimesema siku zote, ukipewa wizara na taasisi ukawa na watendaji kama Nehemia, basi kazi yako inakuwa ni kusoma hotuba kama hivi. Mambo mengine yanafanyika bila wasiwasi. Ninawashukuru sana makatibu wakuu, kwanza Dr. Tausi Kida ambaye ndo alianza mageuzi haya na Nehemia, na sasa yupo Dr. Fred Msemwa na makatibu wakuu wote katika mawizara mbalimbali kwa kazi kubwa wanayoifanya. Lakini tumshukuru sana katibu mkuu kiongozi ambaye kwa kweli kila pendekezo tulilipeleka ambalo lilikuwa na tija aliweza kutushauri na hatimaye kulifikisha kwako. Tunawashukuru nyote. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo hayo, ninayo heshima sasa kukuomba uweze kufanya kazi 4 zifuatazo. Moja, utaongea na taifa kupitia hafla hii. Lakini pili, upokee gawio na michango ya taasisi ambayo Mheshimiwa msajili wa hazina ameeleza. 3, kutoa tuzo kwa taasisi na mashirika ya umma. Lakini la 4, tutakuomba Mheshimiwa Rais kwa heshima na taadhima uridhie kupokea tuzo ambayo ofisa msajili kwa niaba ya taasisi na mashirika ya umma yote wamekuandalia kama shukurani na utambuzi wa uongozi wako katika kuimarisha mashirika ya umma. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, karibu sana. Asante Mheshimiwa Rais. Kwa heshima na taadhima, tutaomba uanze kupokea gawio, baadaye tutakuomba utoe tuzo, na hatimaye kule na wewe utakabidhiwa tuzo, na baadaye ndio utatoa hotuba yako. Naomba viongozi tukae. Mheshimiwa Rais, kundi la kwanza hili ni mashirika na kampuni za biashara zinazotoa gawio. Msajili wa hazina ameshataja sifa zake. Kazi yangu kubwa mimi ni kuwaita. Sasa tunaanza na kampuni ya madini ya Twiga. Mwenyekiti wa bodi na mtendaji tutapandia huku. Wakati ndugu zetu wanakuja, benki ya NMB na nyinyi tusogee. Na kampuni ya Airtel pia naomba tusogee. Kampuni ya madini ya Twiga. Mwenyekiti kulia kwa rais, sio kule. Mwenyekiti wa bodi kulia kwa Mheshimiwa Rais, mtendaji mkuu wa masio kushoto. Asante, tunashukuru. Benki ya NMB, Airtel wamesogea. Naomba kampuni ya sukari TPC tusogee pia. Makofi mengi. Mambo ni mazuri kweli kweli. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kampuni ya Airtel tusogee, na kampuni shirika la maendeleo ya petroli Tanzania tusogee hapa kwa maandalizi. Tutashuka ngazi ya katikati, tutapanda ngazi ya pembeni, tutashuka ngazi ya katikati. Hao ni Airtel.
Tutashuka ngazi ya katikati. Haya, asante. Kampuni ya sukari TPC, TPDC na kampuni ya nishati Puma tusogee. Haya, asante. Tunashukuru. Shirika la maendeleo ya petroli nchini TPDC, Puma tunajiandaa, na benki ya NBC tusogee. Makofi. Asante sana. TPDC, kampuni ya nishati Puma, NBC tujiandae, kampuni ya TIPA tusogee. Puma wanakwenda sasa. Hao ni Puma. Tushukie katikati. NBC, TIPA tujiandae, na UTT tujiandae. TIPA tujiandae, na UTT AMIS tusogee. Asante. Kampuni ya TIPA karibuni, watafuatiwa na UTT AMIS. Shirika la nyumba la taifa National Housing tusogee. Asante, tupongeze tena kwa makofi mengi. UTT AMIS tafuatiwa na shirika la nyumba la taifa. Tunawashukuru shirika la nyumba la taifa, karibuni. Brass band tutajiandaa sasa baada ya National Housing Corporation. Makofi mengi. Haya, asante. Tunashukia katikati. Mheshimiwa Rais, tunaendelea na kundi hili sasa, taasisi zinazotoa michango kwenda mfuko mkuu wa serikali. Tunaanza na Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA, Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA tusogee. Bandari TPA NIDA tusogee, vile vile Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA tusogee. Mamlaka ya Bandari Tanzania ndio hao wanasogea kwa Mheshimiwa Rais.
mwenyekiti wa bodi na mkurugenzi mkuu. Haya, asante NIDA. Tusogee NIDA. Wakati huo TCRA tusogee, na wakala wa misitu Tanzania TFS tusogee. Haya, asante, tunawashukuru. TCRA karibuni. TFS tusogee, na shirika la uwakala wa meli Tanzania naomba tusogee mbele. Asante, tunawashukuru. Wakala wa misitu Tanzania TFS, TASAC na wakala wa usalama wa afya mahala pa kazi OSHA tusogee. TFS. Tupige makofi viongozi. Haya, nafasi ya TASAC sasa. OSHA wajiandae, na shirika la viwango Tanzania TBS tusogee. Asante, tunawashukuru. OSHA sasa karibuni. TBS mmesogea, na TRC shirika la reli naomba tusogee, pamoja na EWURA pia tutangulie mbele. Sasa ni OSHA. Asante, tunashukuru. Baada ya OSHA ni TBS, BRELA tusogee, alafu ndio TRC. BRELA, TBS, BRELA, TRC. Haya, asante, tunawashukuru. Tunawaomba BRELA tusogee, tupande mbele. TRC tujiongee karibu, na EWURA tujiandae. Ni BRELA hao. Asante, tunawashukuru. BRELA, TRC karibuni. EWURA tusogee, na LATRA pia tusogee.
Nashukuru TRC EWURA, karibuni EWURA. LATRA tusogee. Asante, tunawashukuru. LATRA, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini. Mheshimiwa Profesa Kitila, tusogea. Makofi tena kwa LATRA. Sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dami hizo umeweza kupokea, lakini sasa kuna mjumuiko wa dami zote. Sasa hii dami kuu, Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji na msajili wa hazina wako tayari. Jamani, haya tusogeze. Makofi mengi sana. Ni trilioni 1.327. Makofi tena mengi. Asante Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima tunakuomba sasa urudi kuketi. Kipengele kitachofuata ni kutoa tuzo, na kwa mara nyingine tena nimwombe msajili wa hazina aje kutoa maelezo ya utangulizi kwenye kipengele hichi cha tuzo. Karibu. Mheshimiwa Rais, nashukuru kwa nafasi hii niweze kutoa maelezo machache juu ya tuzo. Lakini awali, kabla ya hiyo, nilizungumzia juu ya zile taasisi 4 ambazo zimefanya kazi vizuri na kwa mwaka huu hazikuwepo hapa, nafikiri mwakani zitakuwepo. Nilisahau kuzungumzia assignment nyingine ambayo tunayo na Wizara ya Fedha, nayo ni ya CRDB. Tuna share kule, haziko kwenye jina la serikali, lakini sisi tumekuwa ni beneficiary wa pesa yao yote. Mwaka jana tulipata bilioni 35 na kwenda Wizara ya Fedha, lakini nakuwa directed kwenye mambo ya afya. Mwaka huu amechangia bilioni 49.3. Uzuri ni kwamba, na kitu kizuri kwamba board na management nao wanasukumwa kwamba hebu tuende tutembee pamoja ili zile share zirudi kwenye mfuko mkuu wa serikali. Na sisi na Wizara ya Fedha tutawaengage wenzetu hilo wadadida, tuone tunalifanyaje, na kama kwenye bodi watabaki, ili hata tunapofanya mahesabu nao waweze kuwa wanakuwa considered pale wanaposhindana. Maana ushindani wa benki anamshangaa mwenzie ni MB kila siku, alafu Profesa Mkumbo ndo kapaisha hapa vizuri.
Mheshimiwa Rais, naomba nitoe sasa maelezo juu ya tuzo ambazo leo utaenda kuzikabidhi mahali hapa. Tuzo ya kwanza au kundi la kwanza itakuwa ni kampuni zilizotoa gawio. Na Mheshimiwa Rais, kundi hili linajumlisha mashirika na makampuni ambayo kwa mujibu wa sheria ya mashirika ya umma na sheria ya makampuni yanawajibika kutoa gawio kwa wanahisa ikiwemo serikali. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, katika kundi hili tutaomba utoe tuzo kwa kampuni 3 bora ambazo zitakuja kwako, na kampuni hizi ni kama ifuatavyo. Itakuwa ni Twiga Minerals Corporation ambao wao kama tulivyosema wamechangia bilioni 221 wakiwa wanaongoza katika kundi. NMB ambao wao wameshika nafasi ya pili kwa kuchangia bilioni 96.9, na Airtel Tanzania ambao wamechangia kwa kiasi cha shilingi bilioni 65.4. Ya pili itakuwa ni taasisi za wachangiaji kwenye mfuko mkuu wa serikali. Na Mheshimiwa Rais, linajumuisha mashirika ambayo kwa mujibu wa sheria ya msajili wa hazina na sheria ya mashirika ya umma yanawajibika kutoa michango ya mapato ghafi kila mwaka. Mheshimiwa Rais, kwa namna ya kipekee kundi hili nalo tumechagua taasisi 3 ambazo zimeongoza na zilizochangia zaidi na ambazo zitakuwa kama ifuatavyo. Mamlaka ya usimamizi wa bandari TPA waliochangia bilioni 205. Mamlaka ya vitambulisho ya NIDA wanaokuja kwa kasi wamechangia bilioni 61. Na mamlaka ya mawasiliano TCRA ambao wamechangia bilioni 42.8. Hawa namba 2 na namba 3 wote wamekuwa kwa zaidi ya 50%. Mheshimiwa Rais, kundi la 3 itakuwa ni mashirika ambayo tunaona yameongeza michango yao kwenye mfuko wa serikali. Mheshimiwa Rais, kundi hili linahusu taasisi na mashirika ambayo pamoja na kwamba hayakuwa kidedea kutoa kwenye gawio kutoka kama ilivyo kundi la kwanza na la pili, lakini yamefanya mabadiliko makubwa katika utendaji na kuwezesha kutoa gawio na michango kwa uwiano mkubwa ukilinganisha na kipindi kilichopita. Ukuaji huu umezingatia kiasi na uwiano kwa mwaka hadi mwaka. Mheshimiwa Rais, kundi hili tutaomba taasisi zifuatazo ndizo ziweze kupata. Moja ni shirika la Reli Tanzania. Hawa kipindi cha mwaka jana walichangia shilingi milioni 700 na kipindi hiki wameenda kiasi cha shilingi bilioni 11.09. Kwa hiyo wamekwenda kwa kiwango kikubwa sana. Pia kampuni ya TIPA itakuwa ya pili. Wao wametoa kiasi cha shilingi bilioni 15 na kutoka mwaka jana ambapo walichangia bilioni 6. Kwa hiyo wamefanya ongezeko kubwa kwa wastani, kwa percentage, absolute number ni bilioni 9. Na namba 3 itakuwa ni shirika la viwango Tanzania TBS ambao wao mwaka jana walichangia bilioni 7.3 na mwaka wamechangia bilioni 15.1, zaidi ya 100% katika ongezeko lao. Mheshimiwa Rais, tuna kundi la 4. Kundi hili tumeangalia taasisi zinazochangia kwa wakati na kwa uendelevu. Mheshimiwa Rais, kundi hili linajumuisha taasisi ambazo kwa kipindi chote zimekuwa zikichangia kwa udhabiti, kwa wakati na kwa kiasi stahiki. Hizi ni taasisi ambazo zinajisukuma zenyewe kutimiza takwa lao la kisheria la kuchangia asilimia kama ilivyoelekezwa. Katika kundi hili toka mageuzi yalipoanza imekuwa vigumu sana kupima ndani ya miaka 3 nani unamchagua. Ilibidi tuende tuangalie kwa kipindi kirefu zaidi. Na kipindi tulichokitazama kilikuwa ni kipindi cha miaka 7.
kuangalia hata huko kabla mageuzi hayajaanza ni nani walikuwa wakijituma zaidi. Mheshimiwa Rais, katika kundi hili namba 1 ni shirika la uwakala wa meli Tanzania. Hawa kwa wastani shirika kwa kipindi cha miaka 7 toka 2019-20 mpaka 25-26 wamekuwa wakichangia kiasi cha wastani wa shilingi bilioni 24 kila mwaka. Lakini kikubwa kama nilivyosema, wamekuwa wakichangia bila hata kukumbushwa, watakumbuka wenyewe kwa muda wao na kwa kuangalia kiwango, na wako fast enough. Ya pili ni wakala wa misitu Tanzania TFS, ambao nao katika kipindi cha miaka 7 wamekuwa wakichangia kiasi cha wastani wa shilingi bilioni 23.5 kila mwaka. Na namba 3 ni wakala wa usajili wa biashara na leseni, ambao nao kwa kipindi cha miaka 7 wamekuwa wakichangia kiasi cha shilingi bilioni 15, wastani wa bilioni 15.6 kwa kila mwaka. Mheshimiwa Rais, tutakuwa na kundi la 5 ambalo ni taasisi zilizofanya mageuzi na kuanza kuchangia. Tuna taasisi kadhaa, lakini notably tumesema tupike ambao tunafikiri notably na imepiga hatua kubwa, ilikuwa ni shirika la simu Tanzania TTCL. Shirika hili limeweza kufanya mageuzi kutoka kutengeneza hasara mfululizo kwa miaka 3 kuanzia 2021 mpaka 23-24, na mwaka huu wameweza, kama tulivyosema, wameweza kutengeneza faida ya kiasi cha shilingi bilioni 22.9 na wameweza kulipa gawio kiasi cha shilingi bilioni 1.6. Kundi la 6, Mheshimiwa Rais, ni taasisi yenye mchango wa kipekee. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, tutaomba utoe tuzo kwa Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambayo imekuwa na mchango wa kipekee na wa aina yake katika mfuko mkuu wa serikali. Na niseme tu, nao ni wachangiaji kwenye mfuko mkuu wa serikali kama taasisi kwa shughuli zao ambazo wanaingiza kipato, na kipindi cha mwaka huu walichangia kiasi cha shilingi bilioni 320. Mheshimiwa Rais, kwa ajili ya kuokoa muda niende kutaja tuzo yetu ya 7. Tuzo hii ya 7 ni tuzo ambayo inakuja kwako mwenyewe Mheshimiwa Rais. Na tuzo hii umepewa na wadau wote waliomo ndani humu kwa sababu ya mageuzi ya kiuchumi ambayo umekuwa ukiyafanya. Nitayataja machache tu kwa ufupi wake, lakini nafikiri atatupa a good reflection. Sisi wenyewe tuliokaa ndani ya hili kundi unaweza kutupima katika namna 2. Namna ya kwanza ni ukuaji wa mitaji yetu, ambapo uliingia tukiwa na jumla ya mtaji wa shilingi trilioni 67 na mpaka sasa hivi tuna trilioni 92, na kwa kuwa hatujahesabu kwa ukamilifu uwekezaji ulioenda kwenye bwawa la Mwalimu Hydro Nyerere na uwekezaji ulioko TRC, tungeyajumlisha yote hayo, tulipaswa tuwe tunazungumzia zaidi ya bilioni 100 ambayo umeleta uwekezaji wa mitaji kwenye taasisi hizi. Ya pili, Mheshimiwa Rais, ni kiwango cha faida ambacho taasisi hizi zimekuwa zikichangia, na hii ina reflect mazingira mazuri ya biashara ambayo ni maono yako, lakini pia ina reflect level ya wasaidizi wako wote kwa ngazi zote, lakini kusomana kwa mihimili ya nchi yote katika kujenga uchumi. Mara nyingi ukiwa kwenye shamba lako ukioni kijani ulicho nacho, unaona kijani kwenye shamba la mwenzio. Hiyo ni bahati mbaya sana, lakini ndivyo tulivyoumbwa katika ubinadamu wetu. Katika faida uliingia tukiwa na faida ya bilioni 637. Leo tumeweza kukukabidhi trilioni 1.327, lakini kwa ujumla wake tungeweza kukukabidhi trilioni 1.811. Toka 600 mpaka 1.8 trillion ni 300% growth.
tumekuwa mara 3. Mheshimiwa Rais, hiyo nilikuwa nazungumza yale ambayo yako ndani ya mikono yetu katika taasisi hizi tunazosimamia. Lakini niende niichukue tu sekta ambayo mara nyingi wanaita ni thermometer, ni kipima joto cha uchumi wa nchi. Banking sector ni kipima joto cha uchumi wa nchi, kwa sababu wafanyabiashara wakifanya vizuri utaziona banking zinavyo grow. Wafanyabiashara wakiwa wanakohoa sana unaona bad loans, non performing loans, mikopo chefuchefu inavyoongezeka na kwenda chini. Mheshimiwa Rais ulipoingia, faida ya mabenki ilikuwa ni bilioni 666. Mwaka huu uliofungwa, faida ya mabenki ni takribani trilioni 2.5. Mheshimiwa Rais na watu wote wanaotusikiliza, wananchi wa Tanzania, hicho ni kipima joto kinachotuambia joto la uchumi wa nchi unakuwa kwa kiasi gani. Lakini kipindi hicho mikopo chefuchefu ilikuwa ni 8%. Mikopo chechefu jana cho Kiswahili kigumu kweli wakati mwingine. Alafu Kiingereza nacho kigumu, sasa shida tupu. Mikopo chechefu ilikuwa 8% mpaka 9%. Leo hii na ishara Governor, kazi nzuri na timu yako unayofanya, lakini najua wote kwa sababu tuna nuru inayotuongoza vizuri, mikopo chechefu iko 2.8%. Ni mara chache Mheshimiwa Rais kuwa na banking sector ambayo inakuwa kwa zaidi ya 20%, alafu at the same time inakuwa na kiwango kidogo cha mikopo chechefu. Ni mara chache sana. Lakini hii inazungumza juu ya mabadiliko, juu ya reforms, juu ya imara ambao upo katika nchi yetu. Tutayazungumza TRA, tutayazungumza kilimo, tutazungumza hata kwenye real estate. Mheshimiwa Rais, Dar es Salaam wakati mwingine naiona kama ni site, sio mji tena, ni site. Na nimetumia neno site kwa sababu kuna maendeleo makubwa yanayofanyika, nyumba zinazojengwa, iwe ni infrastructure au ni nyumba zenyewe. Ukipita Kariakoo ni site. Na National Housing na joint venture mlizofanya, hongereni sana. Ukipita Oysterbay na Masaki, niliomba watu wanisaidie statistics, wakaniambia Mchechu kuna site 383 zinazoendelea. Mheshimiwa Waziri, hongera kwa kutoa vibali vingi vya ujenzi. Lakini Mheshimiwa Rais na wananchi wote wanasema ukitaka ujue uchumi wa nchi yoyote unafanya kazi, angalia the number of cranes au ujenzi unaofanyika katika nchi ile. Kwa Mheshimiwa Rais, unastahili tuzo hii kwa sababu ni tuzo ya mageuzi ya kiuchumi na maono ya usimamizi wa hizi taasisi zetu. Hatujazungumza infrastructure kwa kina chake nchi nzima, hatujazungumza ujenzi nchi nzima. Niliwahi ulizwa Dodoma kuna kilimo gani? Najua yule mtu alitaka nimjibu kwamba Dodoma wanalima zabibu. Nikamwambia mimi nafikiri Dodoma zinalimwa nyumba. Kwa sababu kila ukienda, ukisimama Ndejengwa pale, ukachungulia bondeni kule, ule mji kila siku umebadilika. Ni uoto wa nyumba. Kwa kilimo, mimi ukiniuliza kilimo kinacholimwa Dodoma ni nyumba, na ile ni reflection ya kukua kwa uchumi, ni reflection ya sera zilizopo ndani ya nchi. Mheshimiwa Rais, najua mawaziri hii wangeizungumza vizuri sana. Mabadiliko yaliyofanywa kwenye sekta ya afya. Namshukuru sana Mungu, wakati mwingine tukikimbia kikazi unasema hebu niende nifanye na health check. Nafikiri Mheshimiwa Rais sasa hivi na mimi hiyo naanza kuifuta kabisa. Kiwango cha huduma zetu za afya kinachotolewa kwenye hospitali zetu kubwa, ukienda India, ukaenda Ujerumani, wakakufanyia vipimo,
difference unayoiona ni ndogo sana, literally tuko almost at par. Tunapaswa kujisifia kwamba mageuzi makubwa yamefanyika kwenye sekta ya afya. Sekta ya elimu nitazungumza hivyo hivyo, lakini Waziri Mkenda yuko hapa, nisije nikaharibu statistics zake akasema nimedhoofisha na nimedogosha wizara yake. Lakini pia kuna mageuzi makubwa sana yamefanyika. Mheshimiwa Rais, tumeyaona haya kama kundi, tumeyaona haya kwenye taasisi zetu, tunaona nafasi ambayo tunapewa ya kufanya mageuzi kila mtu kwenye taasisi yake. Tunaiona pressure inayokuja ya kuachieve target, lakini this is what we are born to do. Na life without a pressure sometimes is a boring life. Mheshimiwa Rais, tuzo hii itakapofika utaipata kwa sababu nyingi ambazo tungeweza kuzitaja, lakini sio mzuri sana mimi wakuwa jukwani nikiwa na wataalamu wa jukwani walioko hapa, mawaziri na manaibu waziri. Mheshimiwa Rais, naomba nimalizie hiyo katika tuzo zetu, na kutakuwa na tuzo 7 ambazo zitaenda kutolewa mahali hapa, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante. Asante Mheshimiwa Rais. Msajili wa hazina ameshatoa maneno ya utangulizi. Kazi yangu sasa ni kutaja majina. Katika kundi la kwanza, Twiga Minerals Corporation, tuje NMB Bank tusogee, na Airtel Tanzania tusogee. Kwa heshima taadhima, Mheshimiwa Rais, na kuomba urejee tena katika eneo lile la mwanzo. Kama kawaida tutaingilia huko. Tunaanza na Twiga, NMB Bank, Airtel Tanzania. Twende moja kwa moja. Twiga Minerals Corporation. Ndio hao, makofi mengi. Haya, asante. NMB. Wakati huo huo ni waombe mamlaka ya usimamizi wa bandari TPA tusogee, na NIDA pia tusogee. Hao ni NMB, makofi kwao. Asante. Airtel Tanzania, makofi kwao. Airtel. TPA nimewaona na NIDA nimewaona. TCRA naomba pia tusogee. Mamlaka ya bandari wanaanza, watafuata NIDA na baadaye TCRA. NIDA karibuni. Wakati huo huo ni waombe TRC tusogee pamoja na kampuni ya TIPA. TCRA karibuni katika kundi hilo. TRC, TIPA na TBS. Shirika la reli karibuni. TIPA mmeshasogea na TBS mko tayari, mmesogea. TIPA karibuni.
TBS nimewaona, lakini niwaombe TASAC tusogee, TFS pamoja na BRELA. Makofi. TBS karibuni. Hao ni TBS wanafunga kundi la 3. Brass band tutaendelea wakimaliza TBS. Kundi linalofuata ni TASAC, TFS na BRELA. BRELA tusogee. TFS karibuni, na BRELA naona mmeshasogea. TTCL tusogee, na BOT pia tujiandae. Makofi. Wanapokea tuzo TASAC hao. BRELA karibuni. BRELA. TTCL karibu. Wakati huo huo BOT tujiandae. Makofi. TTCL wanastahili pongezi kwa eneo hili. BOT Governor karibu. Wakati huo Profesa Kitila na msajili tujiandae. Mheshimiwa Rais, tuzo hii sasa ni maalum kwa ajili yako. Yako wewe, unastahili. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Kabisa kabisa. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji na msajili wa hazina wako tayari kukabidhi tuzo hiyo Mheshimiwa Rais. Naam, anaiangalia. Ofisi ya msajili wa hazina inathamini na kutambua mchango wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuimarisha mifumo ya usimamizi wa mashirika ya umma kwa maendeleo jumuishi na ustawi wa taifa letu. Gawio 2026. Makofi mengi sana. Sasa hii tuzo ya Mheshimiwa Rais mkiangalia mnaweza mkaona. Hili ni grafu. Grafu linaanza hapa, mambo mazuri, linapanda, mambo mazuri zaidi. Hapa sasa mambo mazuri zaidi mpaka fedha unaziona, coins ziko hapa. Makofi. Lakini linapanda zaidi huku juu, coins mnaziona, makofi tena mengi. Ni matumaini yetu kwamba Mheshimiwa Rais yajayo yatakuwa yanafurahisha zaidi. Mheshimiwa Rais, kwa sababu Mheshimiwa Waziri alishakukaribisha, basi na mimi niseme kwa heshima na taadhima, karibu kwa itifaki inayofuata. Naomba wote tuinuke viongozi. Mheshimiwa, tukae. Mheshimiwa Spika Musa Azzan Zungu,
wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tambua uwepo wa Spika mstaafu dada yetu Anna Makinda, lakini katibu wa Bunge, mwenyekiti wa kamati ya uwekezaji na mitaji ya umma na wabunge wote mliopo hapa, Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar, Waziri wa Fedha, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri wote mliopo hapa, Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, niliambiwa ulimwalika pacha wako, si yupo kutoka Zanzibar, Sanya, delegation yote kutoka Zanzibar. Haya, lakini pia nitambue uwepo wa makatibu wakuu, viongozi waliostaafu, kaka zetu Mzee Luhanjo na kaka Sefue. Nimefurahi kuwa nanyi hapa. Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu Hamed Chande, lakini pia na tambue uwepo wa mtendaji mkuu wa mahakama John Jingu na wote waliotoka kwenye sekta hii ya sheria. Tunafurahi kuwa nanyi hapa. Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, pamoja na wakuu wako wote wa wilaya uliofuatana nao hapa. Lakini na furaha kuwa na mgeni wetu, ndugu yetu Ephraim kutoka Wizara ya Nishati ya Zambia. Karibu sana. Mheshimiwa au ndugu Dr. Fred Msemwa, Katibu Mkuu Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, mwenye dhamana hii ya uwekezaji. Makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo nasi, asante sana. Ndugu Mheshimiwa Kitila, leo amesatu kuite Mheshimiwa Mchechu, Nehemia Kiando Mchechu, msajili wa hazina, tunashukuru kuwa nawe hapa. Ndugu Wahid Mohamed Sanya hayupo, pacha wake hayupo, lakini tambue wawakilishi wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo nasi hapa, wenye viti wa bodi za wakurugenzi wa taasisi na watendaji wakuu wa taasisi mliopo wote, natambua uwepo wenu. Viongozi wa sekta binafsi, natambua uwepo wenu. Viongozi wa vyama vya siasa mliopo nasi hapa, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, ndugu wanahabari, wageni wetu waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Nawashukuru sana. Ndugu zangu, nami nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu pata fursa kushiriki nanyi tena katika siku ya gawio ambayo sasa imekuwa sehemu ya utaratibu wetu ndani ya serikali. Na hii ni siku maalumu ya kupima mwenendo wa uwekezaji, tija ya uzalishaji na mchango wa taasisi na mashirika ya umma kwa ujumla katika maendeleo ya taifa letu. Aidha, niwapongeze Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Ofisi ya Msajili wa Hazina, pamoja na bodi, management na watumishi wote wa taasisi na kampuni zilizowasilisha gawio na michango kwa serikali. Hata kama hamkuwasilisha hapa, lakini kama mmetoa michango yenu huko kwa serikali, nawapongeza wote. Kwa hakika hatua hii tunayoishuhudia na pengine kuisherehekea ni matokeo ya jitihada za makusudi za kuimarisha usimamizi wa mashirika na kampuni, nidhamu ya matumizi ya rasilimali, ufuatiliaji wa karibu na dhamira ya dhati ya kufanya mali za umma zizalishe zaidi kwa manufaa ya Watanzania. Ndugu viongozi, watumishi na wananchi wenzangu, siku hii ya gawio ina mambo mawili kwa pamoja. Kwanza, nafasi ya kupongeza taasisi na mashirika yaliyofanya vizuri na kuongeza mchango wake katika mfuko mkuu wa serikali kama ambavyo tumetoka kushuhudia hapa. Lakini la pili ni nafasi ya kutathmini kwa jicho la uwajibikaji
maeneo yanayohitaji maboresho au kufanyiwa kazi zaidi. Tathmini hiyo inayohusu pia mashirika na makampuni ambazo zimeshindwa kutoa gawio au zimetoa gawio pungufu kilinganishwa na mwaka jana. Tathmini hii tuliifanya mwaka jana, niliagiza mwaka jana, na msajili wa hazina na timu yake wameenda kuifanya vizuri, na matokeo yake tumeshuhudia leo hapa. Wale ambao hawakuwa na sifa za kuchangia mwaka jana, mwaka huu wamechangia. Lakini wengine ambao walichangia pungufu mwaka jana, mwaka huu wamezidisha. Na mlikuwa mnaniona nikinong'ona nao hapa, nilikuwa na set targets mpya hapa. Na kama mlikuwa naona nafanya kidole hivi, ilikuwa deal imestrike. Mwingine nampa target ananiambia hapana na kuongeza. Na mmoja tu ndio amedrop kuliko kiwango cha mwaka jana, lakini bado amefanya vizuri. Nimemuuliza kwa nini umedrop, kanambia najenga makao makuu yangu mpya. Kwa hiyo pesa imekwenda huko, imepungua huko. Nikasema hiyo nayo uwekezaji, ungeiweka humo tukaihesabu. Kwa hiyo mambo sio mabaya. I'm proud of you guys. Very proud of you. Kama tulivyomsikia msajili wa hazina, mwaka huu tumepokea jumla ya shilingi trilioni 1 bilioni 327 kilinganishwa na shilingi trilioni 1 bilioni 28 mwaka jana, sawa na ongezeko la 30%, au kwa namba halisi tumeongeza bilioni 300. Si haba, si haba. Hii imetokana na uzalishaji zaidi na kuimarika kwa tija na ufanisi wa taasisi zetu, na hiki ndio kilikuwa kilio kikubwa, kuimarika kwa tija na ufanisi katika taasisi zetu. Taasisi zilikuwa zinakula zaidi serikalini kuliko zenyewe kupeleka, lakini sasa tumebadilisha mwelekeo, na wapongeza sana. Katika hatua hii, na wapongeza wote waliochangia mafanikio haya, hasa taasisi zilizoongoza kwa gawio, zile zilizorejea kwenye faida baada ya kupita kipindi cha changamoto, zile zilizopunguza utegemezi kwa serikali, nao ni mchango mkubwa sana. Kama ulikuwa unakula serikalini, sasa serikali weka pesa yako, mimi nayo ya kwangu nitajiendesha, mchango mkubwa sana. Lakini vile vile pamoja na kampuni zenye hisa za serikali ambazo zimeendelea kuonesha thamani ya ubia wenye tija, wote hongereni sana. Wote kwa pamoja mmetuonesha kuwa taasisi za umma zinaweza kufanya vizuri kwa kutoa huduma na kujiendesha kwa ufanisi, kushindana na kuchangia mapato ya serikali, na hatimaye kuwa sehemu muhimu ya ujenzi wa uchumi wa taifa letu. Haya ndio maono na mwelekeo tunaoutaka. Kwa hiyo pale yanapoonekana mafanikio, hatutaacha kuyatambua na kuyapongeza. Lakini pongezi hizi zisiwe sasa ni sababu ya kuridhika na kubweteka. Na ndio maana nilikuwa na set viwango hapa. Aliyenipa 15 mwaka huu, nikamwambia mwakani nataka 20. Mwingine alikuja nadhani na 11, nikamwambia niletee 15. Akanambia nitafika mpaka 25. Nikamwambia bravo. Kwa hiyo huu ndio mwelekeo ambao tunautaka. Sasa pongezi hizi tusibweteke, lakini ziwe chachu ya kuongeza juhudi na maarifa kwa matokeo yaliyo bora zaidi. Gawio na mchango uliotolewa na makampuni, taasisi na mashirika yetu ni sehemu ya lengo letu la kuongeza mapato ya ndani na kupunguza utegemezi katika kugharamia shughuli za maendeleo. Tunakwenda polepole. Tulikotoka ni mbali, lakini tunakwenda polepole. Bajeti ya mwaka huu, gap ya kujitegemea imebakia ndogo sana. Kwa hiyo tukikaza buti, tukifanya kazi kwa bidii, nadhani bajeti za miaka 2 ijayo huko tutakuwa tumesimama vizuri. Na huu ndio mwelekeo Tanzania tunatakiwa kusimama. Sasa kadri taasisi za umma zinavyoimarika, ndivyo serikali inavyoongeza uwezo
wa kutekeleza vipaumbele vya maendeleo ya wananchi kwa rasilimali zetu wenyewe ndani, tunaelekea kujitegemea. Wanasema it is impossible until it is possible. So it is possible. Tumeona hapa it is possible. Ndugu zangu, mwaka jana katika hafla kama hii nilizungumza kuhusu umuhimu wa mageuzi, ubunifu na utafutaji wa mitaji kwa taasisi za umma. Nisisitiza kuwa taasisi zetu haziwezi kuendelea kutazama bajeti ya serikali kama jibu la kila changamoto. Wakati baadhi ya taasisi hizo zina mali, zina miradi na uwezo wa kuvutia mitaji kupitia njia nyingine halali na zenye tija. Tumeanza kuona kuna taasisi ambazo sasa zinaweza zikakopa kwa kutumia hadhi yao wenyewe ya kifedha. Ile ukwasi wao, mali zao, wanaweza wakakopa na wakatupunguzia deni la mfuko mkuu au deni kuu la taifa. Badala ya taifa kukopa, Wizara ya Fedha wakakopa wenyewe, tukawasimamia na wakafanya mambo yao. Moja ya taasisi hizo ni Mamlaka ya Bandari Tanzania. Sasa ina uwezo wa kukopesheka, wakatanua mambo ya bandari, tukaweka huduma zaidi za bandari na wakaweza kulipa mkopo wanaochukua. Kwa hiyo na wengine nadhani tukifanya tathmini tunaweza kuwakuta ambao wanaweza kukopa wenyewe na deni lisingie kwenye deni kuu la serikali. Katika hilo nilielekeza kufanyika kwa tathmini ya taasisi zinazoweza kuorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam kwa kipindi kifupi, cha kati na cha muda mrefu. Nadhani hii kazi kwa msajili bado inaendelea. Lengo halikuwa kutafuta fedha pekee, bali kukuza uwazi, kuimarisha nidhamu ya soko, kuongeza fursa za wananchi kushiriki katika umiliki wa uchumi na kuzifanya taasisi zetu zijenge utamaduni wa kufanya kazi kwa viwango vya ushindani. Tulikuwa tumebweteka mno, lakini leo cheki zilizotoka hapa na target nilizowapa watakwenda kuongeza ushindani ili wazalishe zaidi, tija ingie zaidi, wachangie zaidi. Kwa msingi huo, naielekeza tena kazi hii iendelee kupewa uzito unaostahili. Tathmini zilizofanyika zifuatiwe na hatua za utekelezaji, na pale palipo na vikwazo vya kisheria au vya kisera au kiutendaji vibainishwe na tuweze kuviondoa kwa njia zetu za kiserikali. Lengo letu ni kuona jambo hili likitoka kwenye dhamira kwamba tuna dhamira ya kujitegemea na sasa tuwe tunaingia njiani kulitekeleza, tufikie kwenye kujitegemea. Kwa tutoke kwenye dhamira twende kwenye kufikia malengo tuliyojiwekea. Ndugu zangu, nimeiona kauli mbiu yetu ya mwaka huu inayosema uwekezaji wa umma wenye matokeo ni nguzo ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira ya 2050. Sasa niseme kauli mbiu hii inatukumbusha kuwa uwekezaji wenye matokeo ni ule unaovutia mitaji, kupunguza gharama za kufanya biashara, kukuza ajira, kuimarisha huduma, kuongeza mapato ya serikali na kulinda maslahi ya wananchi. Huo ndio uwekezaji wenye tija. Sasa ili kauli mbiu hii ipate maana na uhalisia, ni lazima itafsiriwe katika mipango yetu ya kazi na huduma zinazomfikia mwananchi. Kila shirika, kila taasisi, kila wizara lazima tuitafsiri kauli mbiu hii kwenye kazi zetu ili tuweze kufikisha huduma njema kwa wananchi, lakini pia kukuza uchumi wetu. Nasisitiza hili kwa sababu utekelezaji wa dira ya maendeleo 2050 unahitaji taasisi zenye uwezo wa kuingia kwenye ushindani wa soko. Tunapoanza kesho utekelezaji wa dira, tunatakiwa kuwa makini kweli kweli. Taasisi zetu ziwe imara kweli kweli. Kwa hiyo kwa wale bado wanaosuasua au waliona mchechu wenye kichefuchefu,
na mchechu wa very right ulikuwa sawa. Kuna kichefuchefu na chechefu. Chechefu yenye kuchechemea, kichefuchefu ile yenye kuudhi hapa, inaleta tafrani hapa. Kwa hiyo alikuwa sawa sawa. Kuna mikopo inayoleta tafrani, tunahisi ukisikia mikopo unahisi sijui ufanye nini. Kwa hiyo wale wenye taasisi bado zenye kichefuchefu, tuzitafutie dawa zitulie ili tuende nazo pamoja. Tunahitaji taasisi zinazotumia teknolojia, zinazopunguza upotevu wa mali, zinazovutia mitaji na kufungua fursa kwa sekta binafsi. Hili nalo muhimu. Tunafanya kazi sio sisi tu. Tufungue fursa kwa sekta binafsi iingie, kwa sababu sekta binafsi ni mshirika wetu mkubwa kwenye maendeleo. Kwa unafika pahali mmefanya maendeleo, mnaona labda huku mbele mtaji ni mkubwa unaotakiwa, ita sekta binafsi, ingia nayo ubia, nendeni kwa pamoja. Kwa hiyo tufungue fursa kwa sekta binafsi vile vile. Kwa ufupi, hatutaweza kujenga uchumi shindani kwa taasisi zinazofanya kazi kwa mazoea. Tunahitaji taasisi zinazopimwa kwa matokeo badala ya takwimu. Tuna mtindo wa kuandika ripoti zetu, matakwimu mazito mazito, hayana tafsiri, lakini ukikaa kitako ukizitafsiri takwimu, hakuna kilichotokea. Au kama kipo, hakina impact kubwa kwenye uchumi au hata kwenye maendeleo ya taasisi. Kwa sasa tutoke kwenye takwimu tuende kwenye reality. Tukisema tumefanya ngapi, 8, ziwe ni 8 na impact ya 8 iwe imeonekana. Kwa hiyo tutoke kwenye dhamira tuende kwenye utendaji. Kwa hivyo kila taasisi haina budi kuitafsiri kauli mbiu hii kulingana na nafasi ilionayo katika kujenga uchumi wa nchi. Ndugu zangu, jambo lingine ambalo tunataka kuliangalia kwa umakini mkubwa ni uongozi na usimamizi katika kuendesha mashirika na taasisi zetu. Tunaweza kuwa na kila kitu, lakini kama uongozi hauko makini, kiongozi, bodi, watendaji hawako makini, tunaweza tukashindwa, tusifanye kitu. Kwa swala la uongozi na usimamizi wa taasisi zetu, tumezungumza tathmini, lakini uongozi na usimamizi wa taasisi zetu na lenyewe ni jambo kubwa sana. Dira yetu ya 2050 haitakamilika kwa mipango na utajiri wa rasilimali kama alisoma mmoja kati yetu pale, bali itatekelezwa kwa namna rasilimali hizo zitakavyosimamiwa, kulindwa na kugeuzwa kuwa fursa, huduma na maendeleo kwa wananchi. Hatuhesabu tu kwamba tuna mashamba, tuna ekari 30,000, lakini ekari 30,000 hazizalishi, hazina thamani, isipokuwa wewe unalipa tu kila mwaka kule ardhi, lakini zenyewe hazizalishi. Hiyo sio maendeleo. Naomba tutafsiri kauli mbiu hii, kila taasisi kwa kazi yake. Sisi Waswahili tunasema mipango si matumizi. Sasa maofisini kwetu huko tuna mipango mingi, mikakati, sera, mikakati, sijui kauli kabambe, mipango kabambe, kauli mbiu, lakini zipo tu. Sasa mipango yote hayo si matumizi. Tumetengeneza dira yetu nzuri sana 2050, perfect. Ndani yake tukaunda mipango ya maendeleo ya muda mfupi na muda mrefu, mipango ya miaka 5 unaotokana na dira, lakini pia mipango yetu ya mwaka mmoja mizuri sana. Na juzi Kitila ananiambia tumemaliza nyenzo zinazoongoza utekelezaji wa dira, tunakuomba uje uzizindue. Kwa hiyo tutakwenda kuzindua na nyenzo. Lakini yote haya hayataleta impact wala maendeleo ya nchi kama hakuna kuitafsiri, kutathmini na kusimamia utekelezaji wake. Kwa hiyo tujipange kwenye utekelezaji wa dira yetu. Kwenye nyenzo za Kitila mle kuna mpango wa
miradi yenyewe kwanza, fedha inayotakiwa, mahitaji ya rasilimali watu, sijui mahitaji ya nini, mizuri sana, lakini ipo yenyewe haitafanya kazi ya Kitila kuandika, na ni mwandishi mzuri sana na timu yake, na wapongeza, lakini kazi yetu wengine tulobaki ni kuitafsiri na kuitekeleza tufike tunakokwenda. Kwa hiyo mipango si matumizi. Mipango ipo mizuri, tuwe wabunifu kutafuta mitaji, tufanye matumizi, tufike tunakokwenda. Mipango peke yake si matumizi. Sasa dira yetu kama nilivyosema imeandikwa vizuri sana. Mambo yote yako vizuri sana, nyenzo ziko tayari, lakini twende tukazitafsiri na tufanye. Hapa ni nafasi ya msajili wa hazina, makampuni, taasisi zetu za serikali na Watanzania wote. Twende tukatafsiri. Wataalamu wetu watutafsirie mipango ile walioiandika vizuri sana kwa lugha nyepesi, ili watu waweze kuitafsiri na kuitekeleza katika maeneo yao tofauti tofauti. Kwa mwelekeo huo, maelekezo yangu kwa ofisi ya msajili wa hazina ni kuendelea kusimamia na kuratibu kampuni ambazo serikali ina hisa, ili kuhakikisha uwekezaji huo unaleta manufaa yanayolingana na thamani ya uwekezaji wetu. Twende tukatafsiri kauli mbiu yenu wenyewe mlioitoa, lakini na mipango yetu ya taifa tukaitafsiri huko kwenye mashirika yetu ambayo serikali ina hisa, ambayo yamesimama yenyewe kama shirika ya umma. Twende tukatafsiri na tufanye vizuri. Tunasema ubia mzuri ni ule wenye kunufaisha pande zote. Makampuni yenyewe yanufaike, serikali inufaike, na wananchi wanufaike, taifa kwa jumla linufaike. Huu ndio ubia mzuri. Kwa tusiwe tu kwa miaka kadhaa serikali inaubia wapi, serikali inaubia TIPA, serikali inaubia sijui wapi, serikali inaubia shirika gani, lakini nenda katizame ubia ule umeleta nini serikalini? Hakuna. Kwa miaka kadhaa nyuma hakuna, lakini sasa hali inabadilika. Ubia mzuri ni ule unaonufaisha wote, wabia wote wanufaike. Kwa sisi wa Tanzania tusimame tunufaike. Maeneo yote ambayo tunaubia tusimame tunufaike. Lakini hata yale tunayosimamia wenyewe ambao hayana ubia, watendaji ni sisi, wa kuyafanya yafanye kazi ni sisi. Hili ni letu, hali na mjomba, hali na msaada ni sisi. Kwa hiyo twende tukasimame vyema, tufanye kazi ya kuleta maendeleo kwenye nchi yetu. Kwa upande wa taasisi na mashirika yote ya umma, mhakikishe mipango na mikakati ya kiutendaji inaendana na vipaumbele vya dira ya maendeleo ya 2050. Lengo ni kuona utekelezaji wa dira 2050 ukitafsiriwa katika utendaji kazi wa kila taasisi, ili tulioyapanga yaweze kuwanufaisha wananchi na taifa kwa ujumla. Katika hili nazitaka wizara zinazosimamia taasisi hizi, bodi za wakurugenzi. Leo mpo wengi hapa wenye viti, na nilikuwa naangalia wenye viti wanavyopanda na watendaji wao. Wenye viti wengi wako energetic, wengi wako energetic, na ndio maana tunakwenda. Bodi nyingine mtendaji kijana, mwenyekiti kijana. Hasa mwanzo wa chaguzi nasema hawendi kudundana hawa, lakini kumbe wanadundana kwenye maarifa na mambo yanakwenda kama mlivyoona hapa. Niwaombe, nendeni katafsirini dira kwenye mipango ya kazi zenu ili tuende vizuri. Kazi hii si jukumu la msajili wa hazina pekee. Kila wizara yenye taasisi chini yake ina wajibu wa kuhakikisha taasisi husika zinafanya kazi kwa ufanisi, zinaongozwa kwa weledi, zinapimwa kwa matokeo na zinachangia kamilifu kufikia malengo yaliyojiwekea. Wanapokea malalamiko kutoka kwa wizarani huko, shirika langu hili linasuasua, hili haendi, huyu anasafiri tu, huyu ana hivi tu. Sasa waleteni, lakini msilete hayo, tunleteni na tathmini ya utendaji ya mashirika, halafu tuamue nani anakaa wapi. Lengo ni kuweka watendaji tuende mbio.
Mmesikia hapa, benki zimevaa njuga, zimetukosha uso. Tuko namba 3 na namba 4. Wale waliokuwa wakituona sisi wa huku tu sasa, na pengine ndio mengine yanayotokea hayo, sasa wanatuona tukipa, wanatutazama wale. Sasa ile wale iende kila pahali, isiwe mabenki tu. Inawezekana, tunaweza kufanya Watanzania. Twendeni. Ndugu zangu, ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, nirejee pongezi zangu kwa mafanikio haya makubwa, lakini kama nilivyosema, tusibweteke. Makubwa leo, mwakani haya sio makubwa tena. Natarajia makubwa zaidi. Na mwakani niseme tena, haya makubwa. Kama anavyosema Rais wa Zanzibar, yajayo yanafurahisha. Kwa hiyo na mwakani nataka nifurahi kama hivi. Nikisema hivyo, natarajia maboresho makubwa zaidi kwa mwaka ujao. Natamani kuona idadi ya taasisi zinazochangia mfuko mkuu wa serikali ikiongezeka sambamba na kupungua kwa utegemezi au ruzuku kutoka serikalini. Tuendelee kupunguza utegemezi, tuendelee kupunguza ruzuku, na taasisi zinazochangia nyingi ziqualify ziweze kuleta serikalini. Hebu wale ambao hawachangii, fikiria tu situation. Umezaliwa, umelelewa nyumbani, umelishwa, umetunzwa, umekuwa, umesomeshwa. Sasa umekuwa mkubwa, una kazi nzuri. Unapiga teke kabisa kwa baba na mama kule nyumbani, au kwa shangazi aliyekulea au whoever. Unapiga teke kabisa, huna habari nako. Unasema sasa mimi ndo nimefika hapa, ngoja ni enjoy maisha, muda ni mfupi. Huyo Mungu aliyekufikisha hapo atakuwa radhi kweli? Atakuwa radhi? Atakufanya ufanikiwe? Hutafanikiwa. Kwa mashirika jamani, tumeyaunda, tumeyalea, tumeyapa ruzuku, tumesijua hapa kitu gani, mpaka mmekuwa mmefika pahali. Sasa mjitegemee. Lakini mbali ya kujitegemea, rudisha na nyumbani. Kule kuliko kulea kukakutengeza, kukafanya ufike ulikofika. Rudisha na kule ili mambo yaende vizuri. Na pengine kule umeacha wadogo zako, pengine watoto wa kakako, wajukuu ndo wanakwenda kwa babu na bibi sasa. Na wenyewe wanataka matunzo, sio? Sasa rudisha fadhila kule ambako umetunzwa ukakua. Sasa hapo, tukifika hapo, ndo hii siku ya gawio inakuwa na maana kubwa zaidi. Inakuwa na maana kweli, na itakuwa siku ya kitaifa. Jana nilikuwa naangalia mitandao ya kijamii wanavyoichambua siku ya gawio, matumaini walionayo na siku ya gawio. Kuna wachache walikuwa wakiponda ponda, lakini wengi walikuwa wanachangia kwa matumaini. Wanaisubiri siku hii kwa hamu kubwa, na wanajua kwamba pesa hii ikipatikana inakwenda kwenye huduma zao za jamii, inakwenda kusukuma wenye upatikanaji wa au kuondosha changamoto zilizoko kwa wananchi. Kwa hiyo wananchi wanaijua kwa hamu, wanaisubiri kwa hamu siku hii, wanaitambua na wanaisubiri kwa hamu. Kwa hiyo mbele huko izidi kuwa na maana siku ya gawio. Wananchi wajue leo mashirika yetu ya umma yanakwenda kusema kile walichokichuma na kutuingizia kwenye serikali ili mambo yaendelee. Kwa hiyo hii siku ni muhimu sana, na kwa bahati nzuri wananchi wanaijua kweli kweli. Kama nilivyosema, fedha hizi ni kwa ajili yao, na tutakwenda kufanya mambo ambayo yanawahusu wao. Siku ya gawio ni siku ya wananchi, ni siku ya kuonesha kwa mali za umma zikisimamiwa vizuri zinaweza kupunguza mzigo kwa serikali na kuongeza uwezo wetu wa kugharamia shughuli za maendeleo. Kama nilivyotangulia kusema, tutajipongeza tunapofanya vizuri. Kama leo tumefanya vizuri, tujipongeze. Vile vile tutajirekebisha na kuimarisha au kuboresha pale penye mapungufu. Kwa tukitoka hapa, wale ambao hawakutajwa leo bado tunasuasua, twende tukarekebishe kwenye mapungufu na tuimarishe taasisi zetu. Lakini niseme pia kwamba hatutasita
kuchukua hatua pale tutakapobaini uzembe na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Hatutasita, na ndio maana nasisitiza sana tathmini. Msajili wa hazina, narudia tena leo, hiyo nafasi yako hui popular. You are always unpopular. Mchechu, Nehemia, kafanya, kasema, kazuia, karudisha. Ndio kazi yako. Uwe tu na moyo mkuu ndugu yangu, au sijui mwanangu. Uwe na moyo mkuu tu. Lakini hiyo ndio kazi yako. Sasa ana kazi ya waziri wa fedha, na huyu naye sio popular. Kwa sababu ukizunguka huko mtu kafanya uzembe, fedha hazijaletwa, waziri wa fedha kazuia. Hakuna sifa kwenye kazi hizo. Kwa hiyo nyinyi fumbeni macho, twende mbele. Simamieni sheria kwenye nini, penye marekebisho fanyeni marekebisho, twende mbele. Tulipoanza sipo tulipo leo Mchechu. Hongera sana. Tulianza kwa ugumu sana, lakini leo wote tunazungumza lugha moja, wote. Na tukikutana kule Arusha, ndio kule tunasema mambo yetu yote, na tukitoka pale ni lugha moja kwenda kutekeleza. Kwa hiyo tulipo leo tumepiga hatua kubwa. Hongereni nyote, mashirika, makampuni na taasisi za umma. Niwashukuru kwa tunzo mlionipatia ya kutambua mchango wangu katika kuimarisha usimamizi wa taasisi na mashirika ya umma. Naipokea tunzo hii kwa unyenyekevu, nikitambua kuwa hii ni heshima ya kazi ya pamoja. Si kazi yangu peke yangu. Ningesema hapa mpaka siku moja nilikuwa na sana mawaziri wangu hawa. Nikamwambia nyinyi mmezoea kugombezwa Mnataka mimi niwagombeze niseme kama mbwa wajibu nitoke moto hivi mdomoni. Sasa wote wadogo hawajui mbwa wajibu ni nani. Mmoja akaenda akagugo, akampata, akawarushia wenziwe. Jamani, mbwa wajibu ndio huyo. Kwa hiyo tunapo sema tuelewane tu kwa haraka. Hakuna haja ya kupigana makelele na kufokeana kama mbwa wajibu hapa. Moto unatoka mdomoni. Twende tu kwa haraka na tukatekeleze. Kwa hiyo mimi nawashukuru. Ningesema hapa msingekwenda kutekeleza, haya leo yasingekuwa. Lakini mimi nimesema, nimekwenda kutekeleza, haya hapa. Kwa hiyo tuzo ile iliyotoka ni yetu sote ndugu zangu, yetu sote. Tuendelee kushirikiana ili mali ya umma izalishe zaidi kwa manufaa ya Watanzania. Na mwisho niseme kwamba kwa pamoja tukisimamia mali za umma kwa nidhamu na uadilifu, uwekezaji wa serikali utakuwa nguzo muhimu kwenye uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea utekelezaji wa Dira 2050 na kuelekea kwenye Tanzania tunayoitaka kwenye miaka 25 inayokuja. Namuomba Mwenyezi Mungu atutie nguvu, atupe afya na furaha za mioyo, tukafanye kazi hizi kwa uadilifu mkubwa, ili pale tunapotaka tufanikiwe kufika. Lakini vile vile Mungu aibariki nchi yetu na azibariki taasisi zetu, mashirika, makampuni, taasisi wote. Mungu atubariki na ibariki nchi yetu Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha wa kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usiona gharama nyingine yeyote na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts.
Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone.